Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amerudia wito wake kwamba Iran lazima iondoe mfumo wote wa nyuklia. Matamshi yake yanakuja wakati Washington na Tehran zikishiriki katika mazungumzo ya makubaliano ya nyuklia. Hata hivyo, waziri mkuu huyo wa Israel anasema kwamba utengenezaji wa makombora ya balistiki ya Iran lazima iwe sehemu ya mazungumzo pia. Suala la uwezo wa kiulinzi la makombora la nchi haliko kwenye ajenda na halijaulizwa katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, amesema waziri mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu anasema amesisitiza msimamo huu kwa Trump na kwamba ana mawasiliano ya karibu na Marekani. Mkataba mbaya na mbaya zaidi kuliko kutokuwa na mpango, anasema Netanyahu kwamba mpango mzuri tu ungefaa kuondoa mifumo ya nyuklia ya Iran katika nchi yote na ungekuwa mfano wa makubaliano ambayo Libya ilikubali mwaka 2003. Hata hivyo, waziri mkuu Benjamin Netanyahu anataka ikiwa rais wa Marekani bwana Donald Trump anafanya mazungumzo na Iran, lazima ailazimishe waondoe mifumo yote ya nyuklia katika taifa hilo. Waziri mkuu huyo anadai kwamba hatua ya siri ya Israel kwa miaka mingi imerudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran mwongo mmoja. Akigeukia vita vya Gaza, Netanyahu anasema kwamba mwisho wa mapigano Hamas haitakuwa katika eneo hili na hawatapenda kuweka mamlaka huko Palestina. Hata hivyo, anasema kwa nini ubadilishe utawala mmoja ambao umeapa kutuangamiza na kuweka utawala mwingine ambao umewapa kutuangamiza, anauliza Netanyahu. Hata hivyo, anasema kwamba lazima wapambane na wale ambao wameapa kuiangamiza Israel. Hamas inasema itatuangamiza kwa vitisho vya ushindi wa kijeshi mara moja, lakini tunasema hapana, hatuwezi kufikia huko na wala hawana uwezo wa kuiharibu kisiasa wala kijeshi na kuendesha kupitia propaganda na sheria hadi mipaka yao. Na kisha unaweza kufanya msukumo wa kijeshi kwa sababu uko kilomita chache kutoka kwa eneo la bahari. Hakikishi Hamas inaondoka kabisa katika eneo la ukanda wa Gaza. Israel lazima iwe na amani wakati wote, lakini amani ya Israel ni kuondoka kwa kundi la Hamas, lakini pia ni kuondoa mifumo ya nyuklia ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Huo ndio msimamo wa Israel ambao anaueleza waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Netanyahu anaonyesha kwamba hakuwa na imani na utawala uliopita wa siri za kijeshi za Israel, na anasema alikataa kuiambia Washington kabla ya operation ya Bipa ya Septemba mwaka 2024 dhidi ya Hezbollah. Kadhalika, waziri mkuu Netanyahu anafichua kuwa Israel ililipua mashine ya scanning ambayo Iran ilituma Lebanon mara moja, ambapo Hezbollah iliposhuku kuwa rekodi zake zilikuwa zimenaswa. Hata hivyo, baada ya kushambuliwa kwa mifumo ya mawasiliano ya Pega, Iran ilifanya uchunguzi lakini haikuambulia chochote, anasema Netanyahu. Aidha, anasema kuwa Israel ilizuia wanajeshi wa anga wa Iran kufika Syria ili kumlinda Bashar al-Assad mwezi Disemba wakati waasi walipoiteka Damascus. Mbali na Gaza, Lebanon na Iran, Israel pia inapigana na upande mwingine. Eneo la Mashariki ya Kati lazima liwe huru na Israel lazima iwe huru. Anasema warasimu waliokita mizizi ya mrengo wa kushoto wanatishia demokrasia ya Israel, na mstari ambao Netanyahu ameutumia mara kwa mara tangu Trump ambaye ametoa madai kama hayo kuhusu Marekani kurudi ofisini. Mtazamaji wa The World News, waziri mkuu Benjamin Netanyahu amezungumza mengi juu ya namna anavyoiona Iran na makundi ya wapiganaji, lakini mpango wake haswa ni kuona Iran inaondoa kabisa mifumo yote ya nyuklia nchini humo. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.